ile furaha walioipata wananchi kwa klabu yao Yanga kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni mara ya 3 mfululizo na kujiwekea rekodi ya kuwa timu ya kwanza ya Tanzania kufuzu kwa michuano hiyo kwa mara ya 3 mfululizo. Lakini kuna furaha nyingine ambayo wananchi Yanga wameipata leo hii baada ya timu yao kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Silver Strikers. Ndio inafahamika wazi kwamba hapo Yanga kabla ya mechi ya leo walikuwa nyuma dhidi ya Silver Strikers kwa bao 1-0 ambalo walifungwa kwenye uwanja wa Bingu wiki iliyopita kule nchini Malawi katika mechi ya kwanza ya raundi ya pili ya awali kwa nia kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo hii Yanga walihitaji imma vyovyote vile wapate ushindi wa tofauti ya mabao kuanzia 2 kwenda mbele. Ndio kwa sababu tu Silver Strikers walikuwa tayari wana utangulizi wa bao 1-0. Sasa kuelekea mchezo huo inafahamika vizuri, miongoni mwa mikakati ambayo wananchi Yanga walichukua ni pamoja na kutoa ofa kwa mashabiki wa mpira wa miguu, wanachama wao wapenzi, kuingia bure katika mchezo huu ili kuhakikisha kwamba uwanja unajaa kwa uwezo wake wote wa kuwa na watazamaji 60,000. Mwisho wa siku wapate faida ya kuwa na mchezaji wa 12 uwanjani ambaye huwa ni shabiki. Na ndivyo ilivyokuwa. Mashabiki waliitikia wito huo vizuri, waliujaza uwanja ulijaa mapema katika siti zote kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Na hivyo Yanga ikawa na mchezaji huyu wa 12 katika mchezo huo. Lakini kwa kuingia mashabiki bure, maana yake Yanga ilipoteza kiasi cha fedha ambacho pengine wangekipata kutokana na viingilio. Pengine tufanye milioni 300 au milioni 350 vyovyote vile. Lakini walikuwa na hesabu za mbali kwamba wakipata support ya mashabiki ambao ni mchezaji wa 12 wakiungana na wachezaji wao akina Prince Melo Dube, akina Beodo Pacome Zouzoua, Djigui Diarra, Isra Patrick Mwenda, Dickson Jobu na wengineo, wanaweza kupata matokeo wanayohitaji, timu ikafuzu hatua ya makundi. Na ikifuzu hatua ya makundi, Yanga wanafahamu kwa taratibu za shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiingia tu makundi tayari una uhakika wa kupata dola za Kimarekani 700,000 ambazo zenyewe hupewa kwa timu inayomaliza mkiani kwenye msimamo wa kundi, kwenye msimamo wa mwisho. Lakini timu ikimaliza katika timu zinazofuzu robo finali, malipo yanakuwa makubwa zaidi. Sasa kwa lugha nyingine, kila timu inayopata nafasi ya kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika inajihakikishia kiasi hicho cha fedha kwa uchache, maana ikisonga mbele zaidi ina uwezekano wa kupata fedha nyingi zaidi. Sasa ndipo hapo penye furaha nyingine kwa wana Yanga kwamba klabu yao imejihakikishia kiasi hicho cha fedha kwa kufuzu tu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo ni fedha za Marekani dola 700,000. Kwa mbadilishano wa leo hii, Benki Kuu ya Tanzania, dola moja ya Kimarekani inabadilishwa ilikuwa kwa shilingi za Kitanzania 2471 na senti 73 kwa siku hii ya leo. Sasa 2473 na senti 71 ukizidisha kwa 700,000, maana yake Yanga kwa kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kutokana na ushindi waliopata dhidi ya Silver Strikers ambao matokeo ya jumla ni ushindi wa 2-1, wamejihakikishia kupata shilingi za Kitanzania bilioni 1,730 na 211,000. Hicho ndio kiasi cha fedha ambacho Yanga wamejihakikishia kukipata kwa ushindi wa leo. Na ikumbukwe ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, ukiwa na shilingi bilioni 1 kwa mfano, ili kujua thamani yake, ukapewa wewe, halafu ukawa unazitumia kwa mfano kila siku shilingi 50,000 kwa ajili ya matumizi yako, basi utakuwa una uwezo wa kutofanya kazi, unakaa unaangalia TV na kunywa juice kwa miaka 54 na miezi 8, ndipo bilioni 1 inaisha huku wewe ukitumia shilingi 50,000 kila siku. Sasa Yanga sio tu bilioni 1, ni bilioni 1,730 na shilingi 211 kwa ushindi waliopata leo hii. Kwa lugha nyingine, kama kuna fedha ambazo walizitoa kafara kwa maana kuachia au kuruhusu mashabiki kuingia bure zinazofikia labda shilingi milioni 300, maana yake katika bilioni 1, bilioni 730 na 211, ukitoa milioni 300 inabaki bilioni 1, milioni 400 na plus. Hivyo ndivyo ambavyo Yanga wamenufaika kwa kiasi kubwa cha fedha kwa kufuzu leo hii, kufuzu kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Swali ni kwamba je, itasonga mbele zaidi kutoka hatua ya makundi? Itakwenda zaidi?
hilo ni swala la kusubiri, lakini walau walipofika wametimiza mipango yao ya kiuchumi kuhusiana na mchezo huu. Kwanza, mashabiki waliingia kwa idadi waliyotarajia, maana uwanja ulifurika haswa kungali mapema tu. Lakini pili, timu kwa kupata sapoti pia ya mashabiki, wachezaji wakatekeleza vyema mpango kazi wa kocha Patrick Mabedi, na hivyo wakawafunika kabisa wachezaji Silver Strikers chini ya kocha wao Edson Kadenge Mwafulilwa, wakawafunika viungo wao matata. Hapa nazungumzia Levinson Kamanga, nazungumzia akina Maganizo, nazungumzia Uchizi Vunga ambaye ndiye aliwaletea matatizo makubwa katika mechi ya kwanza aliyocheza kule Malawi, ambapo kiungo huyu nyota, kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi msimu uliopita, aliivuruga Yanga eneo la kati, Yanga iliyokuwa ikifundishwa na mwalimu Romain Folz, na ndiye aliyehusika katika kutengeneza bao lililowekwa wavuni na Anduru Yosef, bao pekee ambalo liliacha Yanga ikilala kule nchini Malawi. Lakini leo hii eneo la kati kukiwa na Joka Boya, Mudathi Abbas alikuja kuumia na kutoka na kuingia Edmund John ambaye alibadilishana nafasi na Maxim Pia Zengeli aliyekuwa akicheza nafasi aliyokuwa akicheza Mudathi Abbas. Walifunikwa mno hawa Silver Strikers katika eneo la kati, ambako alikuwepo pia Mohamed Momo Dumbia. Yanga wakacheza vizuri sana, wakizuia pale palipohitajika ili kulinda ushindi wao, hasa katika kipindi cha pili. Wakapata ushindi ambao ndio huu leo hii umewezesha kuwa na uhakika wa kujiingizia shilingi za Kitanzania bilioni 1,730,211, lakini pia wakijiimarisha zaidi katika viwango vya ubora CAF kwa kupata pointi nyingine, maana pointi hupatikana kwa kuingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho. Je, Yanga kwa mwenendo wake huu, kwa kile ilichoonyesha leo hii kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, itakwenda mpaka wapi? Maana matarajio kwa kiwango bora walichoonyesha, kwa wachezaji bora walionao katika kila nafasi, ni dhahiri kwamba Yanga wanayo fursa ya kwenda mbali zaidi kuliko hatua ya makundi walioishia msimu uliopita. Na hii ni mara ya tatu niliposema, na maanisha kwamba msimu wa 2023-24 Yanga kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika walivuka hatua ya makundi, wakaenda mpaka robo finali walipotolewa kwa mikwaju ya penalty na Mamelodi Sundowns. Msimu uliofuatia 2024-25, msimu uliopita, Yanga walishia hatua ya makundi kwenye kundi lao la A, walioongoza na kwenda robo finali walikuwa ni Al Hilal Omdurman ya Sudan, MC Alger Algeria, wao Yanga wakimaliza nafasi ya 3, mkiani wakiwa TP Mazembe. Lakini sasa msimu huu wamefuzu tena, ikiwa ni mara ya 3 mfululizo, kusubiri nani watapangiwa nao katika hatua ya makundi. Ninapozungumza mara ya 3 mfululizo hatua ya makundi, nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika bila kuhusisha michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Maana ungehusisha na kombe la shirikisho, Yanga hii ni mara ya 4 mfululizo, lakini ungehusisha na kombe la shirikisho, wekundu wa Msimbazi Simba tangu msimu wa 2020-21 mara zote kwenye michuano ya CAF, break ya kwanza huwa ni robo finali, lakini ndani yake kuna mchanganyiko wa ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Hawajawahi hata wao kwenda mfululizo katika ligi ya mabingwa kwenye walau hatua ya makundi mara 3 mfululizo. Nadhani imeeleweka vizuri kwamba waliokwenda kwenye hatua ya makundi michuano ya CAF mara 3 mfululizo, Simba wameshafanya hivyo sio tu mara 3, zaidi ya mara 3. Yanga safari hii ni mara ya 4, maana yake msimu wa 2022-23 walifika hatua ya makundi, wakaenda mpaka finali walipocheza dhidi ya USM Alger, lakini ilikuwa ni kombe la shirikisho. Unapozungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga hiki nilichokifanya leo hii ndio rekodi mpya kwa klabu nchini kufuzu walau hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara 3 mfululizo. Ndicho nilichomaanisha kwa rekodi hii. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.